Hallelujah, and praise the name of the Lord. I thank God for giving us another wonderful moment to be in His presence, to honor Him and to praise His holy name. I believe from the bottom of my heart that the Lord has been so gracious and good to you. It has been wonderful unto my life today. My heart is full of peace. I thank God for being so gracious and good unto my life. I believe that you've had a beautiful day as well. And the Lord has been good to you, has given you peace, and has given you favor in your works today. So we want to join us together for this wonderful service. And I strongly believe that God is going to be a blessing unto us this wonderful moment in the name of Jesus Christ. So you're most welcome as we share the word of God on the healing power of forgiveness. The healing power of forgiveness. And before we get into the word of God, I would like us to make a prayer. And I know that God is going to be a blessing unto us this evening. In Jesus' mighty name. Father, we thank you for your love and mercy. Everlasting Father, we give you glory for the wonderful moment given unto us. We have come together, the Lord, you may share your word, and that Heavenly Father, you may speak unto us in a voice and a language that all of us can understand. Speak unto our hearts, O God, and give me utterance as I minister to your people tonight. Holy Spirit, interpret your word unto them. In Jesus' mighty name we pray. Amen, amen, amen. Welcome into our evening service. Once again, I'm happy and I'm thankful to God for giving us this wonderful moment to share the word of God together. And I know that God is going to be a blessing unto us. My message is on the healing power of forgiveness. The healing power of forgiveness. Now, forgiveness is forsaking or letting go something wrong that has been done unto you. Forgiveness is forsaking or letting go something wrong that has been done unto you. Is forsaking or leaving something, letting go, saying goodbye to something that has been done, that has been evil or bad, that has been committed unto your life. Katikati ya vitu nyingi ambazo Mungu ametupa katika maisha haya, moja yake ya muhimu sana kwetu sisi kama Wakristo ni kipawa cha msamaha. Kwa sababu tuliitwa kuwa wana wa Mungu kwa sababu ya msamaha wa dhambi ambao ulifanyika kwenye msalaba, na sisi tukaitanishwa na Mungu tuwe wana wake. And so forgiveness is very much important in every believer and in every Christian. In the book of Luke chapter number 17 verse number 1, I want to start my journey there. Luke chapter number 17 verse number 1, the Bible says, "Then he said to his disciples, it is impossible that no offenses should come, but woe to him through whom they do come." Yesu alisema ya kwamba haitawezekana ya kwamba mtu hata kuazika katika dunia hii. It is impossible ya kwamba mwanadamu hata kuazika katika dunia hii. Na Bible inasema kwamba one to him through whom they do come. Ya kwamba kukwazika, wapendwa, it is the first stage of us experiencing anger or bitterness in our lives. It is the first stage. Na inaitwa offense ama kukwazika. Ni yule wakati ambapo mtu anafanya kitu unasikia tu vibaya, umesikia amekukwaza. Vile tumezoea kusema nimekwazika. Mtu ana mention kitu unasikia umekwazika. Hata kuna wakati tunaenda kanisani tunahubiria washirika
na mshirika anakwazika, anakataa kukuja kanisa tena, maana kulingana na yeye anaona ni kana kwamba mchungaji alikuwa ameambiwa story zake, na kwa hivyo alisimama akahubiri juu yake. Amekwazika, inaitwa offense. Kuna wakati tu mnakaa kwa nyumba tu hivi mkiongea, unasikia tu mtu amesema kitu kwa nyumba na unasikia umekwazika kabisa, moyo wako umekwazika. Unashindwa kwa nini anaongea hivi. Mnaenda kwa kikundi cha wamama, mnakusanyika wazee, mtu anaongea kitu unasikia amekukwaza sana. Ameongea kitu unasikia kimekuguza moyo wako, kimekufanya uumie na umekwazika. Na kwa hivyo Yesu alisema ya kwamba haitawezekana ya kwamba katika dunia hii kutakosa wakati ambapo tutakwazika sisi kama wanadamu. There is a season, there is a time that you come into our lives and it will bring offense. Itatuletea kukwazika katika maisha haya. Na kwa hivyo kukwazika, wapendwa, is a natural thing. Na nafanya tusikie vibaya kwa sababu wale watu ambao tumekaa karibu na wao, ama pengine hata maadui, wakati mwingine wametukwaza, wamesema kitu, wameongea neno likatukwaza. Wako watu wengi ambao walihama makanisa kwa sababu ya kukwazika. Watu ambao walifuta kazi kwa sababu walikwazika. Mtu aliongea kitu kasikia umekwazika, ukatoka chama kwa sababu mtu alikukwaza kwa maneno ambayo aliongea mahali. And so Jesus said, it is impossible that no offenses should come, but all to him through whom they do come. Lazima kila mtu atakwazika, hata mimi hukwazika. Kuna wakati watu wanaongea vitu, nasikia nimekwazika. Kuna mahali unaweza pitia ukwazike. Usikia hapana, huyo mtu amenifanyia vibaya. Sijafurahia kile ambacho wameongea. Sijafurahia hawa watu tembea wakiwa wawili. Nasikia wananikwaza kwa sababu najua watu hao wanaongea juu yangu. Unasikia umekwazika? Na kukwazika, kwa hivyo it is a natural thing na inajileta yenyewe katika maisha yetu. Lakini kuna kitu ambacho Paulo alisema in the book of Ephesians chapter number 4 verse number 31. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Now kwa Kiswahili inasema hivi: uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoeni kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Na kwa hivyo hapa kuna kitu nataka kukufunulia siku ya leo, ya kwamba hasira, matukano, ghadhabu, uchungu, all these things that we feel in our hearts every day, mtumishi wa Mungu Paulo anasema kwamba yaondoeni kwenu. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba holding bitterness or releasing it, it is a choice. It is a personal choice. Anasema yaondoeni. Mnajua kuna vitu ambazo Mungu huondoa katika maisha yetu. Na katikati ya vitu ambazo Mungu huondoa, kuna zile ambazo Mungu hawezi ondoa katikati yetu. Kuna zile vitu ambazo tuna jukumu sisi ya kuziondoa katika yetu. Na hapa Paulo amepeana category na list refu ya vitu ambazo zinatuingiza katika anga, katika hasira. Tunaanzanga na kukwazika katika maisha yetu. Baada ya kukwazika, unakuwa hurt. If yule mtu ambaye amekukwaza haja identify ya kwamba amekukwaza, then hiyo kukwazika kunakaa kwa muda, unakuwa hurt. Unaanza kudevelop kidoda katika moyo wako. Na sasa mtu akidevelop kidoda, wapendwa, the best thing ni mtu aanze kuongea. Mtu ambaye haongeangi anakufa na shida zake katika dunia hii. Anakufa na anaweza kuwa very dangerous in life, kwa sababu anaweza fanya kitu watu washtuke. Mmekuwa mkiona kwa television, mtu anaamka anaua mama, anaua watoto, wote wanaenda. Kwa sababu aliweka kitu kwa moyo, ikatoka stage ya kukwazika, ikaenda kwenye stage ya kuwa hurt. Anaingia kwenye uchungu, anaingia kwenye ghadhabu, alafu anakuja kulipisha kizazi katika maisha yake. Na kwa hivyo wapendwa, mtu ambaye huongea ni wa muhimu sana. Wakati wowote unapokasirika, wakati wowote ambao unasikia vibaya, it's always good to have a friend,
somebody you can share your heart with, somebody you can share your minds with, kwa sababu umekwazika. Kwa sababu tumeona watu, na unajua tuko kwenye season ambazo kila mtu anakwazika na everything katika maisha haya. Unasikia kila mtu anakukwaza. Kazini unakwazika kwa sababu boss anataka kufuta kazi ama amekukata mshahara. Ukienda kwa nyumba, mzee haleti chakula, naye naanza kusema kwamba hakuna pesa, amekukwaza. Watoto na wao hawataki kusoma, wanaitisha vitu kila saa. Mtoto na hakuna pesa, anakuja anasema mami nataka baiskeli, mami nataka, daddy nataka, unakwazika tena. Sasa kila mtu anaitisha kitu. Landlord ndiye huyo, hataki kusikia. Umeandika tu barua twingi, akate rent, hataki kusikia. Anasema lazima mlipe ama mtoke, unakwazika. Sasa umekwazika na kila kitu. Kienda kwa matatu, ameongeza fare. Sasa hakuna mahali, hakuna mtu wa kubeba takataka na yeye anataka kuongeza 50 bob. Watu wanakukwaza kabisa. Yani kila mtu amekukwaza dunia hii. Unasikia uchungu mwingi ndani ya moyo wako, because everybody is against you in this life. Wapendwa, unasikia roho yako tu imekwazika kila mahali ukienda. Tuko kwenye season ambayo kuna anga. Unasikia tu ungeshika tu mtu utandike vizuri, ndio hiyo kitu ikuondokee ndani yako. Unfortunately, yule unataka kushika na yeye amekwazika na amekasirika, hata yeye mkishikana na yeye mtauana. Bible sema remove all these things from yourselves. Tuna jukumu wapendwa la kuondoa hasira, anger, bitterness from within us. Tuondoe hasira katika mioyo yetu, kwa sababu hasira ndio inatuleteanga unforgiveness in our lives. Paulo anasema kwamba ondoeni katikati yenu hizi vitu ambazo zinaleta hasira, zinaleta uchungu. Stop harboring bitterness, anger within yourself. Somebody said, wakati unapo hold anger or unforgiveness ndani ya moyo wako, mpendo, unajua anger inaingia ndani ya moyo wako kwa sababu umekataa kusamehea watu katika maisha yako. Kwa hivyo you burn in anger every now and then. Na anga ikizidi kukomaa inatuletea shida nyingi katika maisha yetu. Inatuumiza sana katika maisha haya. Kuna mtu ambaye alisema kwamba unforgiveness is like swallowing poison and expecting your neighbor to die. Ukunywa ratrati sahi na you expect ni kufe. It is not possible. Siwezi nikakufa. It is you who is going to die. In other words, unforgiveness destroys you as a person. And so, the moment you realize that when I don't forgive people, I remain in prison, you immediately start forgiving other people. No matter what they have done unto your life, you have an obligation as a human being, as a believer, as a Christian, to keep forgiving people in all the days of your life. Na ninakuombea Mungu jioni ya leo akupatie neema na kupatia kibali cha kusamehea watu wale wengine ambao wamekwaza moyo wako katika maisha haya. You cannot live without forgiving other people. The pain that we go through in our lives, people of God, will always hurt us every day. Instead of thinking ya kwamba you are going to hurt other people outside there, unafikiria kwamba usiposamehea watu ni wao unaumiza, lakini you don't know ya kwamba ni wewe unajiumiza katika maisha yako. Stop holding anger. Niliona siku moja in a certain movie, mzee mmoja amekasirika na mama, akashika paka ikapita hapa, paka paka sio panya, paka a cat pita ikauma kanyama yake, na kwa sababu alikuwa amekwazwa na mama, alishika paka akauma mkia, kauma naye ikamgeukia kamunyonga, ilimuua. Ni unforgiveness. Kushinda ukiweka vitu mingi wapendo kwa moyo wako, you're poisoning your own life and you think other people are going to die of that poison. It is not possible. Learn to forgive other people. Learn to let go of all the bitterness and all the anger and all the pain that you hold within yourself. People of God, anger leaves us in our own prison. Unforgiveness is a self-made prison. Na nyinyi mmejionea, sijui kama kuna mtu ambao katikati yenu ashawahi katika maisha haya kufungwa kwenye gereza, akalala huko ndani, akaona yale mateso ambayo yako huko na zile shida ambazo ziko huko ndani. Wapendwa,
How painful it is. Pengine ushaitembelea mtu hapo, ama wale wanafanyanga evangelism kwa magereza. You know how that place is. It's too bad, it's terrible. Now, unforgiving a prison in your own life. You sentence yourself without anybody taking you to court, or anybody taking you to jail, without anybody punishing you. You choose your purpose to sentence yourself unto a jail. It is very painful. May God give you the grace to let go of all those people who have offended you. Forgive them. Even if they will never tell you, I'm sorry, make up your minds to let go. Make up your minds to free them. Because the more you say, I have forgiven you, I have let you go, the more you free your spirit. The more you give yourself peace. The more you give liberty unto your life. Now, in the book of Mark chapter number 11, verse number 25, the Bible says, and when you start praying, forgive if you have aught against any, that your Father also, which is in heaven, may forgive you your trespasses. Yesu alisema, munapoenda kuomba, musameheane. Kumbuke jambo moja. Because the condition of God forgiving us is when we forgive other people. In the Lord's Prayer, Jesus taught his disciples to pray and told them, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Anyone who don't know how to forgive, they don't know the love of God, and they have never known God himself. Because God, the Bible says, is love. Na kwa hivyo mtu yeyote ambaye anatamani kufanana na Mungu ama kufanana na Kristo, lazima ajifunze kusamehea watu. Wapendwa, nimejipata katika situations kali katika maisha yangu. Torn between, do I forgive or do I revenge? Kwa sababu kuna mtu ambaye anakukosea, unamwangalia hivi, unaona kwamba huyu ni careless, huyu ni irresponsible, huyu unahitaji nichape kofi moja na niseme haleluya na Mungu atanisamehea. Kwa sababu some people, they are careless, they hurt you for no reason and they do it deliberately. Na unasikia uchungu mwingi ndani ya moyo wako. Unajua mtu akikosewa anakuanga amekwazika. Tumesema stage ya kwanza ni kukwazika. Mtu anakufanyia kitu, unakwazika, unasikia kitu moyoni. Alafu hiyo kitu ikikaa, the more inakaa kwa moyo, inakuwekea uchungu, inaleta kidoda. Na sasa kuna kategoria ya watu wawili. Kuna wale watu ambao huongea sana. Wale watu huongea. Na wale watu ambao kawaida huongea. Wapendwa, tunaona ya kwamba watu hawa ambao huongea katika maisha, anaanza kumobilize watu, anaanza kurecruit watu. Na huyu pastor, huyu pastor huyu, mimi simuonagi vizuri, mimi naona kama nakula pesa yetu. Ni mtu mmoja amekuazika na pastor, lakini kwa sababu huo uchungu umekaa kwa moyo, ameanza kurecruit watu ya kwamba na huyu pastor naona kama nakulanga sadaka, naona kama nakulanga pesa ya project yetu. Na watu wanaanza kusympathize naye, wawili watatu, naanza kuona imeanza kuwa kama campaign. Watu wamejaa hivyo kujaa. Mama anakuazika kwa mzee, kwa sababu mzee haleti pesa ya chakula, anakuazika. After kukuazika, hiyo kitu inakaa kwa moyo, na mzee anakoga 1 week hajaleta pesa yote. Mama anatoa pesa, anasikia uchungu akitoa pesa yake. Alafu mama anakaa hivi, anaona, anaingia Facebook, anapigwa kwa picha akiwa amekaa hivi, na anaandika hapo juu, niko tu ni kuchokoza watu ndio wamuulize ni nini mbaya. Zile story atapeana hapo, out basi atafanya. Sasa mpaka atamobilize mpaka watu wote, mpaka kwa familia. Unajua kwa Facebook tuko na marafiki na tuko na kila mtu. Sasa na mobilize kila mtu mpaka familia members wameona. Mpaka finally anasema, anaanza kusema tu statements wengine, mpaka kila mtu anajua ni mzee hatoi kitu kwa nyumba. Anafanya campaign. Unaona kama vile Kenya siasa zinakaa. Watu milengo tofauti. Watu wanasema huyu alikosea, huyu hakuelewana na huyu alisaliti huyu, sijui huyu alifanya hivi. Watu walikosana tu wakiwa pamoja tu, maybe wakiwa wawili ama wakiwa watatu. Lakini leo imekuwa affair ya Kenya mzima. Maana wamemobilize watu. Huyu mtu si mzuri, huyu mtu alifanya, mpaka imekuwa ni imetengeneza ma coalitions in Kenya. Mmeona hivyo? That is how anger works. That is how unforgiveness works. That is how bitterness erupts. Inamobilize watu, inatengeneza vikundi za watu every now and then. Tunakuazika na hiyo kitu inazunguka kila mahali.
Na hivyo watu wa Mungu, hivyo ndivyo mnaona mambo ikifanyika katika nchi yetu every now and then. Jichunga usishikwe na hasira na usishikwe na anger na bitterness katika moyo wako, wapendwa. Kwa sababu the more you become bitter, the more you lose your peace in this life. Wacha nikuonyesha mambo kama mawili ama matatu ambayo hufanyika usiposamehea watu katika maisha yako. Jambo la kwanza, unforgiveness defiles you. Unforgiveness defiles you. Ama kutosamehea watu kuna jisi. Okay, wapendwa, kunajisika ni tofauti na uchafu, because kunajisika ni uchafu wa hali ya juu ambao unahitaji pengine a sacrifice kukuondolea. Okay, like now huwa tunasema katika, especially in our days today, kumekuwa na cases za rape. Watoto wadogo wameshikwa kwa nguvu, tunaita ni rape, na in another term tunaita defilement. Kwa sababu kila kimefanyika kwa huyo mtoto ni kitu ambacho pengine hatuna uwezo wa kukiondoa. Hata kama tunaweza ambia yule mtoto sorry, hata mtu ambaye alikuwa ameoffend mtu atoe pesa alipe ile familia, ukweli ni kwamba mtoto ameshakuwa defiled. Na hatuwezi safisha yeye, turudishe yeye to the normal state ili alikuwa. So child has been defiled. Now, unforgiveness defiles a human being. Usiposamehea watu unanajisika katika maisha yako. In other words, unapata uchafu ambao ni ngumu kuondoa katika maisha haya. Na kwa hivyo jichunge mpendwa, usishikwe na hizi tu hasira dogo dogo. Ukisikia umeanza kukwazika, jaribu tu kuomba yule mtu ambaye alikukwaza, umwambie please, umenikosea, nisamehe. Umenikosea na uombe msamaha. Na uwe na moyo wa kumsamehea hata akikataa. Make up your mind to forgive them, because you remain in a prison of your own and you destroy your life for no reason at all. Kwa so tunaona kwamba it defiles you. Hebrews chapter number 12 verse number 15. The Bible says, looking diligently lest any man fail in the grace of God, lest any root of bitterness springing up trouble you, and thereby many are defiled. Kwa hivyo tunaona kitu hapa ya kwamba bitterness or unforgiveness inapata mizizi, inaweka roots, inaweka mizizi. Haiguzi tu huku juu, lakini inaingia kwenye mizizi system ya maisha ya mtu. Na unaona mtu amekasirika na hilo jambo kwaza maisha yake yote, na your life has just changed immediately. It will defile your life. It brings defilement unto your entire life. Katika Biblia tunasoma juu ya vijana wawili wa Yakobo, na nimeongea wakati mwingine juu yao, wanaitwa Simon and Levi. Msichana wao ama their sister alikuwa defiled, alishikwa, watu wakalala na yeye. Na wakati walilala na yeye, na yule alilala na yeye alikuwa mtu mkubwa, a senior person from another state. Na Biblia inasema kwamba walipojua ya kwamba their sister amebakwa, neno la Mungu inasema kwamba wakaenda kwa hao watu, wakawaambia sasa tumekuja kwenu, maana kwa sababu mmeshika msichana wetu, tunataka tuwapatie msichana wetu akue mke kwenu, kwa sababu mchukua. Lakini on one condition. Wakauliza, which condition is that? Lazima vijana wenu wote muwatahirishe. You circumcise all your men. Maana hawakuwa wanatahiri. You circumcise them. Na kwa sababu ni kijana wa mkubwa ambaye alikuwa amefanya kitendo hiki, mfalme akaamurisha wanaume wote watahirishwe, ndio kijana wake apate huyo msichana. Wakati walitahirishwa, Bible inasema siku ya 3 after circumcision. Unajua after circumcision 3 days kijana hana nguvu za kutembea, hawezi enda mahali. Bible inasema siku ya 3 watahirishwa hao wanaume wote kutahirishwa. Wakatupanga, wakaenda huo mji, wakakatakata wanaume, wakawaua, maana hawana nguvu za kupigana. Wakawakata, wakawaua. Bible inasema wakati ambapo Yakobo alikuwa anakufa, alipoita vijana wake awabariki, akaambia Simon na Levi, in the book of Genesis 49, Simon na Levi, hasira yenu itawamaliza. Your anger will destroy your lives. Itawamaliza. Muna hasira baya, mulikataa kusamehea watu ambao walikosa kwenu. Na kwa sababu hiyo, you suffer the rest of your life because of your anger.
Na tunaona Simon na Levi wamezaa watu ambao ni wa hasira. Like now for example, Musa, the great prophet of God, ametoka kwenye kabila la Levi. Na unamuona vile ako na hasira, na adua na Mungu, ogeresha jiwe, anagonga. Anateremka kwa mlima, anaona watu wakiinamia ng'ombe ya dhahabu. 10 commandments. Puh! Ni mtu wa hasira. Musa ni mtu wa hasira kabisa. Lakini muangalia kule, hata hiyo ndio ilifanya, hiyo hasira ndio ilifanya asiingie katika nchi ya Canaan. Kwa sababu anaambiwa kitu na Mungu, anakasirika, anakwazika, anatoa hasira. Naye Mungu akaona huyu mtu ananikwaza every now and then. Wapendwa, come out from the root of bitterness. Wacha hasira. Jifunze kusamehea watu. Hata mimi nishaikwazwa na watu katika maisha yangu. Mara mingi sana. Wanaongea vitu nasikia vibaya. Watu tumeahidiana kitu, wanakosa kutimiza. Wananikwaza. Wananifanya nisikie vibaya. Lakini wapendwa, nimejifunza katika moyo wangu that I don't want to remain in a prison all the days of my life. So, it defiles you. Inakuweka uchafu katika maisha yako. Tunaona kabila hizi mbili, Simon na Levi, walilaaniwa na baba yao. Na kwa hivyo hiyo ikaingiza uchafu katika maisha yao. Now number 2, it affects your behavior. Mtu yote mwenye amekasirika na mwenye haezi samehea, character yake is obvious. It changes. Ana affect tabia zake. Anajiongelesha peke yake. Na kuiba tuibo fani. Unaona tule tuibo watu wanaibaga wakiwa wamekasirika. Unatafuta tu kenye kako na tumaneno twenye kataigiza shidano mzuri. Ukiimba huyo mtu tu anasikia kama atakufa. Kama atakuinua tu hivi, akutana upside down. Kwa sababu ya hasira, umemduka na maneno. Na unajua siku hizi kuna watu wameigiwa na roho ya kishetani. Wanaiba nyimbo nyingi sana za kudunga watu na kuumiza watu katika mioyo. Unakasirika, unaingia kwa hoteli, unaanza kutusi waiter na hakuna kitu amekufanyia. Wewe ufikiri chapo inaweza kulwa na ugali, unakuanga na akili wewe, na hakuna kitu kama hiyo message. Wewe unasikia vitu zako kwa hoteli, maana uko na anger na uko na bitterness ndani ya maisha yako. So you change your behavior, you change your character. Unapumua usiku na kuamka usiku wakati wengine wamelala kabisa, wanaota, they are in a dreamland. Na wewe ni kupumua tu, unapumua usiku, ukikunywa maji usiku saa 8 usiku. Unazunguka kwa nyumba hivi, umekosa usingizi kama naitirana. Uwezi lala kwa sababu ya kukosa forgiveness ndani ya moyo wako. It affects your behavior. It affects your character. Proverbs chapter number 14 verse number 17. A quick-tempered person does foolish things, and the one who devises evil schemes is hated. A quick-tempered person does foolish things. Mtu ambaye ni wa hasira, mpendwa, anafanyanga vitu za ujinga, anafanyanga vitu za upumbavu katika maisha yake. Hafanyangi kitu kama mtu ambaye ako na akili nzuri katika dunia hii. Bible inasema anafanya vitu za upumbavu katika maisha haya. Anafanya vitu za ujinga katika maisha haya. You can imagine, kwa sababu ya kukasirika, unashika pasi, unashika suti ya mzee, ama ile nguo anapenda sana, unawekelea ikiwa moto kabisa. Moto kabisa, unawekelea hivi. Na unajua pasi ni ya kuzungusha hivi. Unawekelea mahali pamoja. Unauma mpaka hivi. Ukichoma suti ya mzee. Ukichoma jeans ya mzee. Na unajua tu ni pesa ya familia tu atatumia kununua ingine. Kwanza atanunua 5 ndio kufanya usikie uchungu. Umechoma moja, ananunua 5 ndio kuumize usikie uchungu. Ukiona tu, na ni wewe tu utafua, bado ni wewe utafua. Lakini anga yako, Bible inasema inafanya you do something foolish in your life. Do something stupid in your life. Mungu akusaidie. Unaona mzee amechukua fridge, amesimama kwa balcony, ameibeba hivi, anataka kuiachilia mpaka second floor. Akiwa second floor, aiachilie mpaka chini. Na ni yeye tu atakuja kesho kukopa pesa, anunue ingine. Aanza kusema economy imeharibika. Bible inasema unforgiveness, bitterness makes you do foolish things in this life. Mpendwa, Mungu akusaidie. Usije ukafanya vitu za ujinga, usije ukafanya vitu za upumbavu katika maisha haya because of anger, because of bitterness, and because of the spirit of and the demon of unforgiveness that harbors our lives every now and then.
Mungu akusaidie na Mungu anisaidie, that we may run away from this spirit and this demon. Kila mtu, Bible inasema ukikasirika usifanye dhambi. Kwa hivyo hakuna makosa kukasirika, lakini katika kukasirika usifanye dhambi. Control yourself. Take charge of your emotions. Take charge of every word that you speak. Okay, kuna wale ambao na wao wakikasirika haongeangi. Nao hawa watu ni very dangerous. Unajua afadhali yule mwenye anaongeanga. Afadhali ni mzuri. Anaropokangwa tu. Anakuambia, na wewe siku moja nitakuua. Sasa unakaaga ukiwa set. Unajitengeneza vizuri. Hata kulala na mtu haragi kama mjinga. Mtu akiongea akikwambia hivyo. Unalala na funda moja hivi. Ukiangalia mahali yako. Angalia hivi. Akiamka akienda choo, unaamka na kodoa yote mbili na unasikiza vizuri ni nini hiyo anashikashika. Kwanza akienda kitchen, unaamka na wewe unaenda choo. Maana atakuwa huo ni mzuri, anakupatia signal ya vile kutagi na kuangalia tu na macho tu hivi. Unaona ile macho tulikuwa tunaangaliwa nayo na wazazi nyumbani. Macho na kuangalia tu hivi inakwambia jioni. Ile kitu nitakuonyesha jioni. Karibu na hakuongelea na maneno, macho peke yake. Mungu akusaidie. Kwa hivyo kama kuko hivyo kwako, wewe Mungu akupatie neema na akupatie hekima. Bible inasema a quick-tempered person does foolish things. Anafanya vitu za ujinga na vitu za upumbavu. And the one who devises evil schemes is hated. May God give us wisdom in our lives in Jesus name. Kwa hivyo wapendwa, unajipata unafanya vitu very funny na unaanza kutusi watoto wako kwa sababu umekwazana na mama, umekwazana na mzee, umekwazwa na familia, umekwazwa kazini, alafu unaleta hiyo siasa kwa nyumba. Umekwazana na boss kazini, alafu unaleta hiyo hasira kwa nyumba. Unakosa pesa, alafu unaleta hasira kwa nyumba. Na si mama alikunyima pesa, si baba, si mzee alikunyima pesa. Ni hasira zako umetoka kwa barabara, alafu kisha baadaye unakuja unaleta kwa watu wale wengine. Is very much unfortunate. Bible inasema you do foolish things in your life. Number 3, it kills your joy. Inaua furaha yako, amani yako inapotea katika maisha haya. Unforgiveness, it kills our joy. Bible inasema in the book of Proverbs 15 verse 17, better is a dinner of herbs where love is than a stored ox and hatred therewith. Afadhali tu kanyumba kenye watu wanakula boga peke yake na kana amani, kana furaha, kushinda nyumba ambao watu wanakula vitu kubwa na vitu mzuri, vitu tamu sana, lakini hakuna furaha katika ile nyumba. Wapendwa, unforgiveness makes us to live in that kind of a prison in our lives. Unakosa furaha, unakosa amani, unashinda umemenunia kila mtu. Utakula weka hapo. Sasa unalala njaa for no reason. Na unajua nao kwanza mwanaume akiwa na hiyo tabia, wa mama na mama nafurahi sana. Maana hata pengine especially season kama hii, chakula hata haikuwa mimi. Mzee anasema kwamba sikuli. Umesema ukuli? Usiki, umesema sikuli, sitaki chakula yenu. Naye mama ni kama alikuwa ananiambia watoto, "Wewe kujeni. Na wewe ni mikono hapo. Dadi akuli." Na wanakula ukiona hapo. Kwanza wafanya hivi. Ndio usikie uchungu. Na wewe sikia hivyo. Because you don't know how to control your anger. Unakataa kukula kwa nini? Shida yako. Kula usibe, hasira ikushike ukiwa umeshiba. Kwanza mtu akiwa amekula na akiwa hajakula na amekasirika, huyo mtu ni very dangerous. Anaweza ua watu. Hawa watu ndio watu ambao wana commit suicide. Ni vibaya watu wa Mungu. Run away from all those things. Everyone you refuse to forgive in this life, you will never be greater than them. I repeat again. Anyone you can't forgive, you will never be greater than them in this life. Number 2, anyone you cannot forgive in this life, you will never at any one time be more strong than they are. You will never be strong than they are. And number 3, any people you cannot forgive, they will always put you into a prison in this life. They imprison your life. They hold you hostage. Wamekukamata katika maisha yako. Mpendwa, jifunza kusamehea watu. Hatusamehei watu kwa sababu ni wazuri. Let me repeat that one again. We don't forgive people because they are good. We forgive people after we have realized that we are the ones who are already in prison in this life. Learn to forgive people. Samehea wazazi. Kuna mambo yalikufanyia mabaya, wakakufanya usikie uchungu. Forgive them.
You need their blessings. Forgive them. Let go of all that bitterness, of all that anger that you're hosting in your spirit today, that God may deliver you from your bitterness. People of God, unforgiveness takes away our success, takes away our victory, takes away our power. Our victory inafunikwa na spirit na demon ya unforgiveness. You never succeed in life. You never be great in as much as you harbor anger and bitterness within your heart. Wapendwa, na kila mmoja wetu including me, tushawaipatwa na wakati kama huu katika maisha yetu, ya kwamba tumeshindwa kusamehea watu, tumekwazika, tumesikia uchungu ndani ya mioyo yetu, tumeumia sana kwa sababu ya yale mambo ambayo watu wametutendea katika maisha yetu. Learn to forgive people. Ulienda kanisa fulani, ukaigia kwaya, mtu mmoja akaongea vibaya, kasema sauti yako hata haiko kwa keyboard. Hey! Ukasikia uchungu, akasema unaiba kama chura. Ukakwazika, ukatoka kwa hiyo kanisa, ukaenda ingine. Ama ukaamua kwamba hutakuwa ukienda kanisa. Unaiona watu wengi ambao hawaendagi kanisa, walikwazika. Ni unforgiveness. Alikwazika. Mwingine alienda akahubiri mahali, after kuhubiri akaongeleshwa vibaya na watu. Kabla wewe na yeye si ujue kile unaweza fanya, uache kutusumbua, kutuwestia time. Kwanza hiyo siku akasema hata waihubiri tena katika maisha yake. Wapendwa, acha kukwazika. You deny yourself God's calling and the use of God in your life kwa sababu ya kukwazika katika maisha yako is a troubling thing in this life. Ulivaa nguo fulani, mtu akakukwaza. Akuuliza hauli, umeangalia nyumba mzima ukaona ile nguo unaweza vaa ni hiyo tu, ukakwazika. Na kwanzia hiyo siku hao kaguo ukakachoma. May God forgive you and may God help you. Wapendwa, toa hasira ndani ya moyo wako. Umeiba vitu kwa muda mrefu sana. Take yourself out of this prison. Learn to forgive other people. Set yourself free from this bondage. Umejifunga kwa miaka mingi, umejiumiza miaka mingi. Let yourself have freedom now in the name of Jesus. Samehe your brother, samehe your sister, samehe your brother, samehe your son, samehe your daughter, samehe your uncle, samehe your auntie, samehe your sister mlikuwa mnaishi na yeye akahama na akabeba vitu zako zote. Msamehe, that you may have peace in your heart. Samehe huyo brother alikukopa pesa akakataa kulipa. Samehe huyo mtu alikuendea vibaya ukafutwa kazi. Forgive them. Run away from that prison. And God will set you free. And God is going to give you victory in your life. Wapendwa, wacha kutumia nguvu mingi kupunish mtu mmoja. Unakataa kupikia watoto kwa sababu mzee amekukwaza. Unakataa kulipa rent kwa sababu mama amekukwaza. You are punishing your sons and your daughters there. Wapendwa, ni kama kujaribu kuua mbu na bomu. Unatafuta bomu uue mbu kwa nyumba. Kakitu kadogo hivi ukaue na bomu. Unalipua, inamaliza kila kitu na unaenda hasara. Alafu kila kitu ikishatulia unasikia kametoka, kalikuwa kamejificha. Unashindwa nilikuwa nafanya nini jamani dunia hii? What was I doing? Using, very strong devices. You hurt other people kwa sababu ya mtu mmoja. Unaweza tunyamaziaje kwa nyumba mzima iko na watu 7. Unatunyamazia zote juu ya makanga kwa matatu, ati ameenda na 20 bob yako. Hiyo ni nini sasa? Umetufuria kwa nyumba juu ya 20 bob. Sasa ungetuambia tukulipe hiyo 20 bob, ukae kwa nyumba garau na amani. Kuna watu wanakuazika haraka vibaya sana na vitu ambazo ni dogo katika maisha haya, inawaumiza vibaya. Wapendwa, run away from that spirit ya kukuazika katika maisha yako. Run away from offense. Mahali tumeanza, Yesu alisema offense is bound to come. Version yangu inasema it is impossible that no offenses should come. Haitawezekana ya kwamba hutakuazika katika dunia hii. Utakwazwa na kila mtu. Hata mimi naweza hubiri nikukwaze, kwa sababu kile ninasema niweke. Pengine kuna mtu ambaye amekasirika sasa ameshakwazika, na mwingine atazima mara moja kwa sababu nishamkwaza. Na Bible inasema offense is bound to come, but to a man of understanding and wisdom. Ukishasikia neno kama hili unabadilisha maisha yako mpendwa, na mimi nibadilisha maisha yangu, that we may run away from the demon and the spirit of offense, that we may find peace in our lives. Let go of all your bitterness. Let go
of all the offense. Let go of all those people who have offended you. Have peace in your heart. I'm telling you, utaishi miaka mingi katika dunia hii. You will enjoy the blessings of God everywhere you go when you learn to forgive people so fast. Unajua kuna watu ambao mimi napenda mioyo yao. Unamkwaza na within few minutes anakusamehea na anakuwa na amani na maisha yake inaendelea. Naye huyo mtu tu magonjwa hana. Wale watu wanakaanga hivi, umejikuja hivi. Siongei na wewe. Tuongee. Niondoke. Sitaki upusi. Na yeye tuhoma kila saa. Na kuumwa na tumbo, tuwalo sasa na nini. Hizo vitu hazitaisha katika maisha yake. It will kill your joy. It will affect your behavior and your character. It defiles you. It denies you your success and your victory in life. And forgiveness is such a painful thing, people of God. Kwa nini ukose kulala usiku mzima? Kwa sababu kuna mtu amekukwaza katika maisha yako. Tafuta amani mpendwa. Enda ukule na ukunywe. Abia huyo brother, nimekusamehea my brother. Nimekusamehea my sister. Niko na amani. Na usikubali kulala usiku wa leo kama kuna mtu ambaye mmekwazana katika maisha yako. Yesu alisema, msikuje mbele zangu kuomba, sitasikia maombi yenu. Iwapo kuna watu hamjasamehea katika maisha yenu. Wapendwa, forgiveness is key in this life. Learn to forgive people. Bible inasema, as Christ has forgiven us, so we forgive other people in this life. Hata kama alikufanyia nini. Najua unaanza kuongea unasema kwa moyo, pastor hujui huyu alinifanyia nini. Hujui huyu vile alikosea. Hujui vile huyu aliniumiza. Sijui na sitaki kujua. All I know is one. God is love. And if we know God, we love other people. And the way we demonstrate our love is forgiving people. Accepting them again. The prodigal son. Baba aliumia, mali yake imeharibiwa. Lakini wakati kijana alirudi na kaomba msamaha, alimkumbatia tena. Embrace again those people who hurted you. Wale watu ambao walikukosea, uwasamehe na usiwarudie tena makosa bao. Unajua kuna mtu ambaye anakusameheanga lakini anaweka kwa archive. Ukimkosea anakuanza. 2001 tukiwa Kayole KOE stage, uliniita ng'ombe. When you were dating 2005 ukinilipia mahali, uliniita hapini kwa ng'ombe. Ukaniambia sifikiri na kaka mapunda. Anakuandikia ka history, ameandika zote wapendwa. Mpaka unashtuka. Bado mpaka sasa unakumbuka hizi vitu. Wapendwa, God is love. Forgive as our God has forgiven us and has done away with our iniquities. Learn to forgive other people and to set them free in this life. Hata kama hata isema sorry, wasamehe. You are in a prison of your own life. Forgive them that you enjoy peace and you be happy all the days of your life. I'm praying for you who is hurting. Najua unaweza kuwa unaumia na watu wamekukosea. I'm sorry for that. And maybe on their behalf I can say sorry. And may you be healed in Jesus' name. Wasamehe na uwe na amani katika moyo wako. Watumie message wapendwa. Wapigie simu. Watembelee. Waambie my brother, nimekubeba siku nyingi lakini kuanzia leo nimeamua nikusamehe. Ulinikosea sana. Nikasema sitaki kusamehea katika maisha yangu. Na nimeona hata Wakristo wamekosana na watu sana. Hata wachungaji nimeona wamekosana na washirika na wakawalaani kabisa. Kabla kwenda kabisa wewe hutaki kuwa anything in this life. Ende kufe huko. Shaiona mtu ambaye mpaka amekwazwa na makanga, anamlaani, anashuka gari na mlaani. Kwenda huko tuone kama utafika town. Utafika, watu wanaenda wakipiga duru. May God help us. Wacha kulaani watu. Kwa nini? Mbona unataka watu gari mzima yaguke kwa sababu ya makanga juu ya 10 bob? Mpendwa, wacha hiyo hasira. Angusha hasira yako. Have peace in your heart. Let God help you to heal from that brokenness, from that anger, from that bitterness. Have peace. Be healed in Jesus' name. I'm praying that God may give you divine healing in the name of Jesus. Wakati nilipojua ya kwamba the more I don't forgive other people, I am in a prison of myself, niliamua kuachilia watu kwa moyo. Hata nikikasirika, nakasirika because anger is a natural feeling, is an emotion like any other. Huwa ninakasirika ndio, lakini niliamua sitaweka vitu kwa moyo wangu. Within a short period of time naomba Mungu, naambia Mungu, God heal me, give me peace, nitoe hiki kitu kwa moyo wangu. Itanimaliza for no reason. Naanza kuumwa na kichwa. Naanza kukunywa painkiller kila siku. Headaches kila siku. Panadol kila siku. Mara moja kila siku. Within katika maisha yako. Kuwa na amani.
ukule na ukunywe, ushibe. Wale ambao walikukwaza wakifikiria kwamba utakufa, wanakuona ukitembea na unanona kila siku. Mungu akubariki. Nataka nikuombee na niombe Mungu akupatie kibali katika maisha yako na akupe amani in your life today. I don't have all the time to speak, but I want to tell you today, learn to forgive other people. Learn to let them go whatsoever the offense they have done to your life. Eka moyo wako uwe na amani mingi, uwe na furaha nyingi ndani ya moyo wako. Wacha kuamka saa 6 usiku unaangalia mzee hivi, naye amelala ka usingizi kazuri, maana yeye alikukwaza na hiyo story akasahau, akalala na akaenda. Unaamka saa 6 unaanza kupumua hapo na huna aibu hapa, kijiralisha, ukikunywa tu maji utakufa bure for no reason. Utakufa, umwache tu hapo akilala vizuri. Kuwa na amani ndani ya moyo wako, tulia na uwe na amani, kuwa na peace. Mama hana wasiwasi, ako na amani. Wewe ndio unakwazika for no reason. Ti mama amekukwaza, ati ameweka chumvi mingi. Wacha hiyo hasira mingi. Pikeni chakula kingine, iache kuleta wasiwasi kwa nyumba. Na hiyo maneno ishe na muwe na amani. Unakwazika hapa, unakataa kuongea. Mama naye anainua katoto hivi, anainua juu. Na wewe sasa hiyo unasikia kama utakufa. Ukipumua kwa kiti, unajaribu kupindua hivi, unaenda chao unarudi, na huwezi toka hapo. Mpendwa, kuwa na amani. Tafuta amani ndani ya moyo wako. May God give you peace today in the name of Jesus. May God give you power to forgive. May God give you grace to let go in the name of Jesus. Baba, ni asante kwa siku ya leo. Nimenenea watu wako Jehova jinsi ya kusameheana. Na Bwana uwape amani ndani ya mioyo yao. They have never known what they have been lacking. All these years, they have refused to forgive other people. Lord, help them to forgive other people. Help me to forgive other people, that we may find peace and freedom in the name of Jesus Christ. I pray for their peace. I pray for their strength to forgive other people and to let them go in the name of Jesus. Give them peace, inner peace that comes from above. The Lord, they may be healed permanently in their lives. Receive the grace of forgiveness. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. The Lord bless you and the Lord give you peace as you pursue forgiveness to other people all the days of your life. Shalom and the peace of God be with you. Amen and amen. I love you so much. Wale ambao hawajaokoka, can I make a short prayer for you? Ndio uweze kuokoka, ubadilisha maisha yako. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi. Naomba unisamehe, niondolee dhambi katika maisha yangu, unifanye kuwa kiumbe kipya. My life to change today. I am born again. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mungu akubariki mpendwa. Samehea watu, waachilie, watumie message sasa, wapigie simu, watembelee, waambie mpendwa nimekusamehea, maana na mimi nataka Mungu anisamehee katika maisha yangu. Peace of God be with you. God bless you. See you another time. Shalom. Shalom.